Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu tena na tena tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa uko vizuri sana, na hili ndilo chimbo lako ambalo unaliusudu na unaliamini kwamba ukifika hapa basi tutazungumza masuala mbalimbali yanayoendelea katika uga wa michezo. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Once again, karibu tena bwana. Niko vizuri kwa ajili ya kukuhudumia. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji wangu mzuri, utakubaliana nami kwamba nimekuwa nikikupa update ya kila kinachoendelea, na si tu kukupa update bali ni kukupa uchambuzi na kuweka prediction ni nini ambacho kinaweza kutokea mara baada ya swala fulani kutokea. So unajua sile, unajua kuna vitu ambavyo vikio vinatokea vinakupata taswira ya moja kwa moja kwamba ni nini ambacho tutegemee kinaweza kikafuata. Sasa nilikupa taarifa ya namna ambavyo wazee wa Young Africans walivyotoa tamko lao, lakini nimekaa chini na kutafakari na nikapata majibu kadha wa kadha na uchambuzi ambao inawezekana hujausikia maeneo mengine. Jambo la kwanza nimekuja kugundua kwamba tamko la wazee wa Young Africans halina uhalali wowote. Na nikisema hivi maana yake hautonielewa vizuri, lakini ili tamko halina uhalali wowote kwa sababu zifuatazo. Kwanza, wenye mamlaka ya kutoa maamuzi ya Young Africans ni Executive Committee ya Yanga, ambayo sasa kwa Kiswahili tunaita kamati tendaji. Ile kamati tendaji ya Young Africans ndiyo yenye kazi ya kutoa tamko lolote linalohusiana na msimamo wa club. Ndio maana kama utakumbuka, mara baada ya mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3 kutochezwa, ile barua ya Young Africans iliandika kwamba kikao cha kamati tendaji. So kamati tendaji ndio inatoa msimamo wa club. Jambo la pili, kamati hiyo inapaswa kutoa taarifa ya kupokea taarifa ya wazee. Yaani wazee wao wanaweza wakatoa maelekezo kwa kamati tendaji, kwa sababu kamati tendaji inawajibika kwa mkutano mkuu. Mkutano mkuu ndio wanachama kikosi cha Young Africans. So kamati tendaji ina sababu za kutoa taarifa ya kuipokea ama ya kuyapokea maoni ama mapendekezo ya wazee wa kikosi cha Young Africans, na iwaahidi kwamba haya mapendekezo tutayafanyia kazi kadri ambavyo nyinyi mlivyoelekeza. Hilo ni jambo ambalo nadhani kamati tendaji ya kikosi Young Africans inabidi ifanye. Kukaa kimya manake kunaacha ili tamko na mapendekezo yakiwa angani, yanaelea hayana mwenyewe, hatuelewi kwamba yamepokelewa ama hayajapokelewa. Lakini utajiuliza, je, kauli ya wazee ni ya Yanga wote? Yaani hiyo kauli ya wazee ambao walitoa siku ya jana ni ya Yanga wote? Tutakubaliana kwamba hii kauli si ya wanayanga wote, bali ni kauli ya wazee wa Young Africans kutoka Dar es Salaam. Wazee wa Yanga wengine wanasemaje? Na ni nini ambacho inabidi kifanyike ili iwe ni sauti ya umma na iwe ni sauti ya wengi? Kauli ya wanayanga wote inatokana na mkutano mkuu wa wanachama, kwani ndio wenye mamlaka ya kuamua mambo ndani ya kikosi cha Young Africans. Ule mkutano mkuu wa wanachama ndio wenye power, umekasimishwa madaraka, na katiba ya Young Africans iko very clear kwamba kutakuwepo na mkutano mkuu, ambao mkutano mkuu ni viongozi wa matawi, ambapo mwenyekiti, katibu na wajumbe watatu wa mkutano mkuu. Maana yake watu 5 kutoka kwenye kila tawi lenye wanachama 100 anaingia moja kwa moja. Maana yake hawa viongozi watakachokizungumza kule kwenye mkutano, maana yake kimepitishwa na wana Young Africans wa matawi yote. Katiba ya Yanga inatambua uwepo wa wazee wa Young Africans, ila haijasema majukumu yao. Si kama nimeeleweka? Yaani inatambua uwepo wa wazee wa Young Africans kwamba hawa wazee wapo, umoja wao unatambulika, lakini katiba haijawapa majukumu. Sasa hiki walichokifanya kinawaweka dilema Young Africans wao wenyewe binafsi, na ni msimamo wa Yanga kwamba wachezi. Lakini shutuma ambazo wazee walizitoa jana ni nzito zaidi, kwa sababu walimtaja Hamisi Mwinjuma mwana FA ambaye ni naibu waziri sanaa utamaduni na mbunge, juu ya kutoa taarifa ya mechi itapigwa kwenye uwanja wa Mkapa. Although waliuliza maswali muhimu sana kwamba
Kama unatuambia tunacheza uwanja Mkapa, wewe umeukodi ule uwanja? Ni nani ambaye ana mamlaka ya kutafuta uwanja wake wa nyumbani kati ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na Young Africans mwenyewe? So kimsingi ni Young Africans. So walikuwa na haki ya kumzungumza, lakini kuna kauli nyingine ambazo walizitumia ambazo nadhani si sahihi na zinaweza zikaa hatari, kuonesha kwamba kuna namna ambavyo TFF na serikali na Simba wanashirikiana kumkandamiza Young Africans. Lakini pili, wazee walihusanisha vitu ambavyo nadhani haviendi pamoja. Na hivi vitu kwa sababu haviendi pamoja vinaleta taswira nyingine tofauti ya kimpira. Mfano, walihusisha swala la uchaguzi pamoja na swala la Yanga na Simba. I don't know connection hapo imetokea wapi kusema kwamba huu ni mwaka uchaguzi, hatutaki kuvuruga. That means Young Africans wasipopata haki yao wataenda kuvuruga. So hayo ni maswali ambayo wazee wa Yanga waliacha jana. Lakini kwenye mkutano huu wa waandishi wa habari ambao wazee wa Yanga walifanya jana, umeacha pia msimamo mwingine ambao hatukuujua, na ni msimamo ambao unakinzana na baadhi ya taarifa za kikosi ya Young Africans. Msimamo ambao wao wanasema ikiwa Yanga watosikilizwa mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2025, siku 9 kutoka hii leo, maana yake ni kwamba Young Africans wataadhibiwa kikanuni, na Simba atachukua alama zake 3 na mabao 3. Yanga atakatwa alama 15, na wazee wa Yanga wanasema huo ndo utakuwa ni mwisho wa mpira wa miguu Tanzania. Ndicho ambacho anakisema kwamba kama hayo yatafanyika, na huo ndio utakuwa ni mwisho wa mpira miguu Tanzania. Swali ambalo mimi na wewe tutajiuliza, anaposema huo ndio utakuwa ni mwisho wa mpira miguu Tanzania, wanamaanisha nini? Kwa maana hawatocheza tena mechi 2 zilizosalia. Wakati hawatocheza mechi 2 zilizosalia, kwenye page ya Young Africans wameendelea kuonyesha kwamba wao wanajiandaa na mchezo dhidi ya Tanzania Prisons tarehe 18. Manake Young Africans hawana mpango kabisa na mechi ya June 15, ila wana mpango na mechi 2 zilizosalia. Ila msimamo wa wazee wa Young Africans ni tofauti na kile ambacho Young Africans wamekuwa kikihubiri. Sasa kwenye haya yote tunahitaji kupata kauli moja, kwa maana hiyo kauli itatokana na Excom, ile kamati tendaji kikosi ya Young Africans, ndio ambayo itakayotoa tafsiri ya dhati kwenye haya ambayo yanaendelea. Mwisho siku mimi na wewe tutayajua vizuri, na bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanaendelea kufanya makosa mengi sana. Moja kati ya makosa ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanayafanya ni kuendelea kutuambia, ni kuendelea kuonyesha kwamba hakuna kinachotokea. Yani wanajaribu kudanganya ubongo, hakuna kinachotokea. Yani ni sawa sawa na kurudisha saa nyuma kwenye mazingira ya kutunza muda, ama ni sawa sawa na kusimamisha saa yako ukidhani umesimamisha muda wa dunia. Yani wanajaribu kujizima data kana kwamba hakuna kinachoendelea, lakini deep down wanajua kabisa msimamo wa Young Africans, wanajua matamko ya Young Africans, and then wao wanaendelea kupretend kwamba mechi ipo. So hilo ni kosa ambalo mimi nadhani hii press conference ya wazee wa Yanga ni red flag ya kutuonesha kwamba ili fukuto la dabi bado ni kubwa na linahitaji kupata suluhu ya moja kwa moja. Makosa haya ambayo yamefanywa na wazee wa Young Africans yanaweza yakaipelekea timu kwenye hali mbaya, ikaonekana inafanya uchochezi katika mpira, lakini kuna baadhi ya watu wanaweza wakafungiwa kutojihusisha na masuala ya soka, hususan wale ambao wameitisha press conference hii, kwa sababu pia haijapewa ule uzito, lakini kuna mambo ambayo yamezungumzika ndani. Nadhani wazee wa Young Africans wamekosea. Wewe unasemaje katika hili? Umeliona kosa la wazee wa Young Africans? Let me know kama katika comment, na utakuwa umefanya kazi nzuri. Asante and bye bye.